siku zote, ndugu zangu wananchi, nimekuwa nikisisitiza tuna wajibu wa kuipeleka Tanzania mbele. Hakuna sababu wala haliingia akilini Watanzania wa Kibaha, Watanzania wa Pwani, Watanzania wa Tanzania waishi maisha ya kimaskini wakati tuna rasilimali za kutosha. Haiwezekani watu wale mlo mmoja. Haiwezekani watu waende hospitali wakose madawa. Haiwezekani tukose barabara. Haiwezekani tukose umeme wakati Tanzania ina kila kitu. Na ndiyo maana ninawaomba, pamoja na kwamba ninawashukuru mmenipa jukumu hili la kuwa kiongozi wenu, ninaomba support yenu, ninaomba sala zenu, kila mmoja kwa imani yake kuniombea na kuwaombea Watanzania kwa ujumla, ili tulitimize hili tunalolifanya. Na kwa kuzingatia hilo, nimeanza. Nina uhakika ninyi mnayaona tunayoyafanya. Ukiona wachache wanalalamika, ujue Magufuli anafanya kazi. Ukiona wachache wanalia kwamba ninatumbua sana, ninyi waambieni hujatosha kutumbua, endelea kutumbua. Kwa sababu ni lazima wachache waumie, lakini Watanzania walio wengi, hasa maskini, wafaidike. Na hilo ndio lengo la utawala wangu. Mimi sikuja kuzungumzia CCM, nimekuja kuzungumzia maendeleo ya Watanzania wote. Shida anazozipata mwana CCM ni shida hizo hizo anazozipata mwana Chadema. Ni shida hizo hizo anazozipata mwana ACT. Ni shida hizo hizo anazozipata hata yule ambaye hana chama. Kwa hiyo shida yetu sisi wa Tanzania sio vyama. Shida yetu ni matatizo yetu yaweze kutatuliwa. Na ndiyo maana ninawaambia ndugu zangu, tuna wajibu wa kushikamana kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba taifa hili tunalipeleka mbele. Tulipoingia madarakani, ndugu zangu, tulianza na swala la elimu. Tunafahamu Watanzania wengi walikuwa hawapati elimu. Wanapata elimu lakini saa nyingine panakuwa na matatizo. Una mtoto wako unaogopa kumpeleka shuleni kwa sababu tu hana karo. Unamwambia katafute uniform, katafute na karo. Na saa nyingine tulikuwa tukiwapeleka shuleni, watoto wanarudishwa nyumbani kwa sababu hakuna karo, hawana ada. Akishaenda pale, labda ni mtoto yatima, labda ana mama tu au ana baba tu, na hasa wakina mama walikuwa wanapata shida, wanakudai ada. Basi nenda ukauze vitumbua. Mtoto anaenda kuuza vitumbua mpaka anasahau kwenda shule. Tukaamua hii ni kero inayowagusa wananchi wanyonge, lazima swala la ada tulifute. Tukaamua kulipia wanafunzi wote ada wa Tanzania kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari. Na ndiyo maana tukaanza kupanga fedha kila mwezi. Katika bajeti yetu tunatenga bilioni 18.77 kwa ajili ya kupeleka kwenye mashule. Na tulijua tukizipeleka kwenye halmashauri, sijui ziende mkoani, halafu zikatoke mkoani ziende wilayani, halafu ziende mpaka shuleni, walimu hawasingezipata. Tukasema zinaenda moja kwa moja kule shuleni, ili zisiwe na mahali pa kupita njia nyingi. Tumefanikiwa kwa hilo. Watoto wameongezeka wa kuingia sekondari, kuingia shule la darasa la kwanza, kutoka idadi ya wanafunzi 1,000,000 wa mwaka juzi mpaka wanafunzi takriban 2,000,000 walioingia mwaka jana. Wanafunzi wa kuingia sekondari nao wakaongezeka kwa 27%. Lakini hata mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nayo ikaongezeka kutoka kwa wanafunzi 95,000 hadi idadi ya wanafunzi 125,000. Tumefanya hivyo kwa kujali maslahi ya Watanzania. Hata bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu tukaiongeza kutoka bilioni 373 hadi bilioni 483. Tumefanya hivyo kwa malengo makubwa, kwamba watoto wa maskini, watoto wa matajiri, watoto wa kati, wote wana wajibu wa kupata elimu iliyo sawa kwa ajili ya Watanzania wote.
Tulijua kuna matatizo pia katika afya, pamoja na kwamba hatujafikia katika level ya juu, lakini tumeongeza bajeti ya kununulia madawa kutoka bilioni 31 hadi bilioni 250. Lengo, tunataka madawa yaweze kupatikana kwenye mahospitali yetu. Ninajua hayajatosha, lakini tutaendelea kwa lengo kubwa la kuhakikisha kwamba huduma ya elimu, huduma ya madawa inawafikia wananchi walengwa. Ndugu zangu, kila katika kazi changamoto zipo. Tuligundua pia, pamoja na kwamba tumekuwa tukilipa mishahara kwa wafanyakazi, lakini kumbe katika wafanyakazi pale palikuwa na wafanyakazi hewa wengi. Sasa tulikuwa tunalipa mishahara hewa, kwa wanafunzi hewa, likizo hewa, safari za night hewa. Kwa hiyo palikuwa na hewa zimejaa pale. Ikabidi tuzichambue. Mpaka sasa hivi tumegundua palikuwa na zaidi ya wafanyakazi hewa zaidi ya 19,000. 19,000 walikuwa ni hewa. Kwa hiyo palikuwa na baadhi ya watumishi ndani ya serikali, kila mmoja alikuwa na wafanyakazi hewa wake 5, 10 ngapi, na walikuwa wakipata mishahara kutokana na hayo majina bandia. Tukaona lazima tufukuze huu hewa. Tunafanya hivyo kwa lengo kubwa la kuwasaidia Watanzania maskini, kwamba hizi fedha zilizokuwa zikipotea kwenye uhewa ziende kwenye hospitali, ziende kwenye huduma za wananchi, zikanunue mbolea, zikafanye mambo ya msingi kwa ajili ya wananchi wa Tanzania walio maskini. Tumefanya hayo kwa niaba yenu. Ni kwa vyovyote wale waliokuwa wanafaidika na hewa hiyo hawawezi wakatupenda. Wamesali wameomba lakini bahati nzuri Mungu hawasikii, na ninyi mnaoomba kwa mema wamekuwa wakishindwa na kulegea na hewa yao huko walipo. Kwa hiyo ninawashukuru wa Tanzania kwa sapoti yenu. Lakini katika elimu, mwaka huu tumeamua sasa tuboreshe shule zetu kwa kuzipatia vyombo vya maabara zaidi ya shule 1,700. Mlimuona Mheshimiwa Waziri Mkuu amezindua hatua hiyo ya kuweza kushughulikia. Najaribu kuwaeleza haya ndugu zangu, ili tujue mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunapoelekea. Lakini pia tumeamua tuimarishe ukusanyaji wa kodi. Wapo watu walikuwa wanakwepa kodi sana katika nchi hii. Wanaleta vitu ili kusudi ukakomboe kitu chako bandarini, lazima umulipe yeye. Kwa hiyo waligeuka wao ndio wakawa bandari, badala ya kuwa bandari ya serikali. Tukashughulika nao, tukaziba hiyo mianya. Wapo wengine tumewapeleka mahakamani. Mapato ya kodi yakaongezeka, makusanyo kwa mwezi kutoka bilioni 880 hadi trilioni 1.3 kwa mwezi. Baada ya kupata fedha hizi, ndizo tunazitumia kwenye elimu bure. Tukaanza kulipa pension fund ambazo zilikuwa hazijalipwa na serikali kuanzia mwaka 2010. Tulikuwa tunadaiwa trilioni 1.3. Tumelipa sasa zaidi ya trilioni 1, tumebakiza bilioni 200 na kitu, ambazo nazo tutazimaliza. Tumeanza kulipa madeni tuliyokuwa tunadaiwa, madeni ya walimu, madeni ya makandarasi, madeni ya wafanyakazi mbalimbali. Lengo letu ni kwenda tufike mahali mfanyakazi yoyote awe haidai serikali. Lakini tuliona katika madai haya lazima tuyapitie, kwa sababu pia palikuwa na madai hewa, kwa sababu Watanzania wachache wamezoea hewa. Wale walio na madeni halali, nataka niwahakikishie ndugu zangu, tutayalipa yote.
Katika fedha hizo ambazo tumekuwa tukizikusanya, nchi yetu ya Tanzania haikuwa na ndege. Nimemsikia mkuu wa mkoa anazungumza ndege sasa ziwe zinazunguka. Ni kwa sababu angalau ndege tumeanza kununua. Tumenunua ndege 6 mpya. Zipo sasa hivi zinazofanya kazi, na nyingine itakuja mwezi unaokuja, nyingine zitakuja mwaka kesho mwanzoni, 3. Moja ina uwezo wa kubeba watu 262 na inaweza ikatoka Marekani mpaka Dar es Salaam bila kunywesha mafuta mahali popote. Tumefanya hivi kwa sababu ya makusanyo. Tukaamua tuanze kujenga reli ya kimataifa. Tumeanza kwa kutumia hizi fedha zetu tunazozikusanya. Kwa sasa hivi reli nimeanza kujengwa, na nina uhakika katika muda mfupi mtaona reli pia inapita hata hapa. Tumeanza na kilomita 300, baadaye tutamalizia na kilomita zingine zilizobaki mpaka Dodoma, na tutajenga hiyo mpaka Mwanza, mpaka Kigoma, mpaka mpakani mwa Rwanda. Reli hii itakuwa ni ya kisasa. Hakuna reli nyingine ya namna hiyo inayoenda masafa makubwa katika Afrika. Itakuwa inaendeshwa kwa umeme, itakuwa inakimbia spidi kati ya kilomita 120 mpaka kilomita 160 kwa saa. Tunafanya hivyo kwa faida ya Watanzania, kwa sababu ninaamini Tanzania ni tajiri. Ni lazima tuishi kitajiri kwa kuwa na vitu vya watajiri, badala ya kuwa wasindikizaji wa utajiri, na utajiri tunao sisi. Tumeanza hivyo, tunafanya hivyo kwa niaba yenu. Hapa mkoa wa Pwani kwa sasa hivi tunaanza kujenga bandari kavu pale Ruvu. Hii bandari itakuwa kubwa. Tunataka mizigo yote inayotoka kwenye bandari ya maji Dar es Salaam iwe inasombwa inaletwa kwenye bandari kavu iliyoko Ruvu kwenye mkoa wa Pwani. Itakuwa inaletwa na treni, itakuwa inaletwa na malori na kadhalika. Mizigo yote inayokwenda kwenye nchi za jirani watakuwa wanasomba mizigo yao kupitia Ruvu. Hii ni wakati mwingine mwafaka kwa wananchi wa mkoa wa Pwani, Kibaha na Ruvu kufanya biashara, kwa sababu sasa bandari kubwa ya mizigo na vitu mbalimbali itakuwa hapa Ruvu. Tumeanza, kandarasi ameshapatikana, tunaendelea kuboresha. Tunafanya hivi kwa niaba yenu, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu. Tumefanya feasibility study ya kujenga barabara inaitwa Dar es Salaam Expressway. Itakuwa na njia 6. Inatoka Dar es Salaam mpaka Chalinze. Tunaanza na kilomita 128. Itakuwa na maflyover 7 na itakuwa na njia 6. Feasibility study tumeshamaliza, detailed design tumemaliza. Sasa tunatafuta watu wa kuja kujenga, wanafanyiwa evaluation. Barabara hiyo kwa vyovyote kama inatoka Dar es Salaam mpaka Chalinze, moja kwa moja itapita katika mkoa wa Pwani. Haiwezi kafika Pwani karuka. Kwa hiyo mjiandae kwa ajili ya kufanya kazi kwenye miradi hiyo, lakini kupokea hiyo miradi kwa faida ya Watanzania. Tunafanya haya yote kwa sababu ya Tanzania. Nataka niwaeleze ndugu zangu, mambo ni mengi. Swala la umeme limezungumzwa hapa. Kwa sasa hivi tunapanua Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 na Kinyerezi 3 ili tuwe na umeme wa kutosha, na hasa kwa sababu tumeamua Tanzania kuwa ya viwanda. Nilipokuwa Ethiopia nilizungumza na rafiki yangu waziri mkuu ambaye ni mkuu wa nchi ya Ethiopia. Wao wamejenga damu ya kutoa umeme
mara 3 zaidi ya umeme tunaoutoa sisi. Nikamuuliza, wewe ulitumia ujanja gani? Alipofanya ziara Tanzania, akaniambia atanishughulikia, ataniletea wale wataalamu ili na mimi nije niwatumie kuwapeleka mahali. Jana usiku nimeongea naye, ananiambia atamtuma waziri wake wa nishati na madini na mambo ya madamu pamoja na wataalamu walioshughulika kujenga ile damu, anawaleta hapa Tanzania ili niwapeleke Stiegler's Gorge, mradi ambao ulifaniziwa utafiti tangu enzi za Nyerere, baadaye tukautelekeza. Nataka tujenge pale damu ya kutoa umeme utakaotosha katika nchi yetu, nchi ya viwanda, ili Watanzania wasilalamike tena swala la umeme, ili tuachane na umeme wa matapeli wanaokuja hapa wanawekeza kwa lengo la kutuibia. Mimi nachukia wezi, na kwa kweli wezi watakoma tu, awe mwizi wa Tanzania, awe mwizi wa Ulaya, awe anatoka West, East, South, mwizi ni mwizi tu, lazima waule wachuya. Kwa hiyo tutaendelea kubana mianya yote ambayo wenzetu wamekuwa wakiitumia na kulifanya taifa hili kuwa taifa la usindikizaji na kuwa taifa la maskini. Nimeeleza mengi ndugu zangu, kwa jinsi tunavyodhulumiwa, saa nyingine kwa kutumia baadhi ya watendaji wetu wachache ambao sio waaminifu walioko ndani ya serikali, kwa kusaini mikataba ya ajabu ambayo hata mababu zetu waliokufa miaka 500 iliyopita wasingeweza kusaini mikataba ya namna hiyo. Ni aibu, ni aibu. Na ndiyo maana ndugu zangu, saa nyingine tunapotembea, maskini, maji shida, madawa shida, barabara shida. Huu maskini sio kwamba tulipewa na Mungu. Mungu alitupa utajiri kuliko mataifa mengi katika nchi hii, lakini wachache wakautumia utajiri huo katika kuwauza Watanzania walio wengi, walioumbwa kwa mfano wa Mungu, katika kuwadhulumu haki zao. Hilo ndilo tatizo la baadhi ya Watanzania. Wamekosa uzalendo, wamekosa huruma hata kwa wazazi wao waliowasomesha, wamekosa huruma hata kwa Watanzania maskini wanaowaona wanapata shida. Wanaenda hospitalini, hawana madawa, wanakufa, wanaugua kipindupindu kwa sababu maji hawana. Lakini wapo watu wachache ambao tuliwaamini kwamba wakatuwakilishe, wakaenda kuwakilisha watu wengine badala ya kuwawakilisha Watanzania. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu, muendelee kuniruhusu hawa nilale nao mbele mpaka waikome kabisa, waione dunia inavyoenda. Ninafanya hivyo kwa niaba yenu, ili rasilimali hii inayochezewa na wachache iweze kurudi mikononi mwa Watanzania walio wengi. Niko kwa niaba yenu. Ninajua kazi ni ngumu, lakini nina uhakika kupitia kwenu tutaweza. Nina uhakika kupitia Mwenyezi Mungu ambaye anatusimamia tutaweza, kwa sababu lengo letu ni lengo kubwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wake aliowaleta duniani. Pwani oye! Kibaha oye! Ninajaribu kuzungumza haya ndugu zangu, ili kuelezea hali halisi kwamba Tanzania na Watanzania wote kwa pamoja tuna wajibu mkubwa wa kushikamana pamoja katika mapambano haya ya kuikomboa Tanzania kiuchumi. Tumelaliwa vya kutosha, tumechezewa vya kutosha. Ni wakati wa kwenda mbele katika maendeleo yetu. Na mimi nawaambia, silaha iliyopo ni mshikamano.
ni mshikamano na kwenda kwa pamoja katika kuhakikisha tunakwenda mbele. Leo nimetembelea mkoa wa Pwani. Nina raha sana. Ndugu zangu, nina raha sana. Kwa sababu katika mambo niliyoyaahidi mwaka 1.5 miaka 2 iliyopita ilikuwa ni kuifanya Tanzania ya viwanda. Nikachagua wakuu wa mikoa, nikachagua wakuu wa wilaya. Bado makatibu tarafa ya wenyewe ndio bado sijachagua. Nikachagua wakurugenzi. Majukumu yao yalikuwa kila mtu katika mkoa atakapoenda akafanye yale yanayotakiwa kwa ajili ya Watanzania. Nina furaha kubwa uongozi wa mkoa wa Pwani, na mimi nasema kwa dhati wala si kwa unafiki, kwa kweli wamenikuna moyo wangu kwa kufanya mazuri wanayoyaweza. Mkoa wa Pwani ndio unaongoza sasa hivi katika Tanzania kwa kuanzisha viwanda vipya vikubwa vikubwa. Kuna viwanda zaidi ya 80 na kitu vipya vikubwa vikubwa. Jumla ya viwanda zaidi ya 370 na kitu viko mkoa wa Pwani. Nikiamua kuzunguka mkoa wa Pwani kufungua viwanda na kuweka mawe ya msingi, labda ninahitaji mwezi. Kila mahali viwanda vinajengwa. Nimekuja hapa katika siku hizi chache, nitafungua kiwanda cha kutengeneza matrekta. Cha kwanza Tanzania kujengwa tangu tupate uhuru, ambacho kitakuwa kina assemble matrekta ambayo yatakuwa yanauzwa Tanzania nzima, yatakuwa yanauzwa Afrika Mashariki yote. Kiwanda hiki kitakuwa hapa. Kiwanda cha chuma nacho nitafungua hapa. Hamchimbi chuma, lakini kuna kiwanda cha chuma. Tunakochimba chuma hawana kiwanda hata cha kutengeneza msumari. Kulikoni? Kwa sababu kuna maeneo katika mkoa hii Tanzania ambapo kuna chuma, kuna tini, yani mabati, kule Karagwe, Kyerwa, hatuna kiwanda. Kwa hiyo ndio maana nasema uongozi wa mkoa, wa wilaya na wote walioshirikiana na wananchi wa mkoa wa Pwani ninawapongeza. Kuna kiwanda cha matunda, kuna kiwanda cha ceramics. Kile kiwanda cha ceramics cha kutengeneza tiles, watu walikuwa wanasafiri kutoka hapa kwenda China kwenda kununua ceramics. Sasa ziko Kisarawe, zinatengenezwa ceramics tani na matani kwa siku, za rangi zote, na material yanatoka hapa hapa kwa kutumia mchanga wa hapa hapa, unayeyushwa mpaka unatengenezwa tiles. Na ni kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyovyote katika Afrika Mashariki, kiko mkoa wa Pwani. Ndio maana nasema kwa viongozi na wananchi wa Pwani, asanteni sana. Viwanda hivi vyote vitatengeneza ajira za watoto wetu. Badala ya watoto kwenda kushindia viroba, badala ya watoto kwenda kushindia pool, na madawa ya kulevya yanaletwa na baadhi ya wakubwa ili watoto wetu waharibike. Awe kila siku mchana yeye anatoa makamasi, watoto wao wamewaficha kwenye air condition, wanaleta madawa kwa ajili ya watoto wa masikini. Tukiwa na viwanda tutaokoa maisha ya watoto hao, kwa sababu watakapokuwa wanamaliza elimu yao, iwe elimu ya msingi, iwe ya sekondari, iwe ya chuo, watakuwa na mahali pa kwenda kufanya kazi. Akishapata pesa atatengeneza maisha yake, na hayo ndiyo maisha ninayoyataka kwa Watanzania walio masikini. Tuwainue kutoka mahali walipo
waende mahali walipo. Huwezi ukategemea viwanda vya kutoka nje. Ukitegemea viwanda vya kutoka nje, umetengeneza ajira za kule unakonunua bidhaa hizo. Ukitengeneza kiwanda cha nguo, ukanunua nguo kutoka Ulaya, umetengeneza ajira za watoto wa Ulaya. Lengo langu ndugu zangu wa Tanzania ni kutengeneza ajira za watoto wa Tanzania. Kama tunalima pamba, pamba ile tuitengeneze hapa, itengenezwe nguo tuziuze. Badala ya kuisafirisha pamba yenyewe mpaka Ulaya, halafu wakatengeneze nguo wao, halafu wazivae zile nguo, halafu watuletee sisi mitumba. Tunataka tutengeneze pamba yetu, nguo zile tuzivae sisi, tuwapelekee mitumba wao. Tunataka Tanzania mpya. Tunataka Tanzania mbele. Tunapokuwa na viwanda vya simenti, tunatengeneza viwanda, na kwa bahati nzuri sasa hivi kuna viwanda vingi vinatengeneza simenti. Na kuna kiwanda kingine taenda kuweka jiwe la msingi kule Tanga, kitakuwa kinatoa production ya matani zaidi ya milioni 2 kwa mwaka. Tukiwa na viwanda vingi vya simenti, viwanda vingi vya nondo, viwanda vingi vya mabati, bei ya vitu hivi vitashuka chini. Vikishuka chini, wananchi wa kawaida wa maisha ya kawaida watanunua bidhaa hizi, watajitengenezea nyumba. Si kila mmoja anapenda aishi kwenye nyumba ya ajabu. Kila mmoja anapenda aishi kwenye nyumba nzuri ya matofali. Kila mmoja anapenda anywe maji mazuri. Kila mmoja anapenda awe na umeme. Na mimi nawaambia Watanzania, tukisimama pamoja, maisha haya yatapatikana. Naomba muamini hilo. Tuliahidi maisha haya yatapatikana. Na ndiyo maana ninawaomba sana wana Kibaha, wana Pwani, tushikamane. Umeona katika taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika wilaya ambazo hazina viwanda ni Kibiti na wilaya gani? Na Rufiji. Najua mnafahamu ni kwa sababu gani. Nani atakwenda kuwekeza wakati wanauana? Nani atakwenda kuwekeza huko? Kwa hiyo tunaochelewesha maendeleo ya Rufiji na Kibiti ni sisi wenyewe wana Kibiti na wana Rufiji. Kwa sababu watu wanaofanya vitendo hivyo tunawajua, tunakaa nao, tunawaficha, ni watoto wetu. Kwa hiyo mtakaa bila viwanda. Lakini nataka niwaambie, serikali ya awamu ya 5 si ya kuchezewa. Moto wameshaanza kuupata. Ninasema moto wameshaanza kuupata. Waache. Walikuwa wachache tu, watanyoka. Na ninaposema watanyoka, actually wameshaanza kunyoka. Na kama wapo hapa wengine wanaonisikiliza, wakapeleke salamu huko kwamba hawatapita. Hawatapita. Na ninasema hawapiti. Watafanya vitendo vya kihuni hivi. Never. Lakini niwaombe wananchi wa Pwani na Watanzania wote mahali mbalimbali, tusishirikiane na watu hawa. Wanatuchelewesha maendeleo. Na ndiyo maana sasa Rufiji hata kiwanda hakuna. Tumejichelewesha wenyewe. Hakuna imani yoyote ya dini inayosema watu tuuane. Kwa hiyo niwaombe sana, na niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote, tuendelee kuwaombea hawa watu waokoke, wabadilike,
ili wakajue damu ya mtu ina thamani kubwa, wakati vyombo vya dola vya ulinzi na usalama vikishughulikia masuala yao. Lakini dola tu na vyombo vya ulinzi vitafanikiwa kama vitapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi. Niwaombe wananchi watoe ushirikiano mkubwa kwa vyombo hivi ili wahalifu hawa wachache wakaweze kuacha na kushughulikiwa kikamilifu kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Ndugu zangu wananchi, nimezungumza mambo mengi, ni mengi tu, lakini pia Mheshimiwa Koka na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mwenyekiti wa CCM waliotangulia kuzungumza hapa wamezungumza mambo mengi kwa ajili ya jimbo na kwa ajili ya mkoa mzima. Nipende tu kusema ndugu zangu, maombi yao nimeyapokea, na kwa mwendo huu mzuri wa kujenga viwanda, maombi yao yana mshiko. Nakumbuka nilipokuwa waziri wa ujenzi, tulishughulikia barabara ya kutoka pale kwenda makao makuu. Sijui hiyo barabara bado ipo, lakini nataka niwahakikishie wananchi wa Pwani na wananchi wa hapa Kibaha, sitawaangusha. Niko pamoja na ninyi. Ninakumbuka sana heshima kubwa mlionipa ya kunipa kura nyingi na mkamchagua mbunge wa CCM, mkanichagulia mbunge wa CCM, mkanichagulia madiwani wengi wa CCM. Wale wachache wale wapo tu, wale wapo. Kwa hiyo inatusaidia kusema na wapinzani wapo. Lakini lengo kubwa, ndugu zangu, mumenipa nguvu kubwa, kwa sababu katika maamuzi yao yananisaidia mimi kwenda mbele. Na ndiyo maana mtaona katika bajeti ambayo tumeipeleka serikalini, tumeongeza zaidi fedha ambazo zitakusanywa katika kipindi cha mwaka huu. Zitakuwa zaidi ya trilioni 32 kutoka trilioni 29 point. Na katika fedha hizi, kama ilivyokuwa bajeti ya mwaka jana, 40% ya fedha zote tunazipeleka kwenye miradi ya maendeleo. Zamani tulikuwa tunapeleka 22%. Sasa tunapeleka 40%, na mwaka huu tutapeleka 38%. Lengo kubwa, fedha ziende kwenye miradi ya maendeleo badala ya fedha nyingi kwenda kwenye matumbo ya viongozi. Tunataka fedha zitumike kwa ajili ya kutatua kero za wananchi. Na mimi niwaombe waheshimiwa madiwani, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, si katika mkoa tu wa Pwani bali Tanzania nzima, wahakikishe katika miradi inayotekelezwa katika maeneo yao iwe miradi inayokwenda kugusa maslahi ya wananchi, hasa wananchi walio maskini. Hatutafuti pesa kwa ajili ya semina, hatutafuti pesa kwa ajili ya posho. Tumepata posho vya kutosha miaka iliyopita. Kama ulichelewa kupata posho wakati huu ni wafana kwa kufanya kazi. Tunataka turudishe matunda kwa wananchi. Na ndiyo maana hata safari hizi nimezipunguza, nimezifuta kabisa. Hata mimi ndugu zangu nimeshaalikwa mialiko mingi tu, zaidi ya 50 na kitu 60 ya kwenda nje, lakini siendi. Mimi humu kwanza nipasafishe, tunyoshane kwanza humu ndani, kwa sababu nikisafiri kila siku watalala huku.
Kwa hiyo lazima tulale nao mbele hapa hapa, ili wananchi hawa siku moja wajue kweli kwamba palikuwa na viongozi kwa niaba ya wananchi. Ili kero zao walizokuwa wamezizoea zimekuwa wimbo. Kila mmoja unakuta analalamika. Mwananchi analalamika, mwenyekiti wa kijiji analalamika, katibu kata analalamika, katibu tarafa analalamika, DC analalamika, Barozi analalamika, mkuu wa mkoa analalamika, waziri analalamika. Mimi sitaki kulalamika. Nataka malalamiko yawe reflected kwenye kufanya vitendo. Na ndiyo maana ninawaomba viongozi wenzangu, tumepewa jukumu kubwa. Jukumu hili tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuwatumikie wananchi wa maisha ya chini. Tutakuwa tumetimiza sadaka yetu ya kweli. Tutakuwa tumetimiza sadaka yetu ya kweli. Ninataka kila kiongozi katika nafasi yake ajitathmini, ajiulize, mimi niko DC, mimi niko katibu tarafa, mimi niko mtendaji wa kata, mimi niko rais, mimi niko waziri mkuu, mimi niko makamu wa rais, mimi niko waziri, mimi niko nani, niko ofisa elimu, niko mkurugenzi. Ninawajibikaje kwa wananchi wa maisha ya chini? Ninawasaidiaje wananchi wa chini? Nimewaletea nini katika uongozi wangu wananchi wa chini? Na hiyo ndiyo iwe tathmini ya kila kiongozi anayefanya kazi katika awamu ya 5. Ukishindwa kujitathmini na ukashindwa kupata jibu la kitu chochote ulichokifanya, mwezi wa kwanza ukapita, miezi 6 ikapita, mwaka ukapita, usisubiri mpaka miaka 2 ifike. Jiondoe mwenyewe ukapumzike. Kwa sababu wananchi hawa wana matumaini makubwa na serikali ya awamu ya 5. Wananchi hawa wametuweka madarakani si kwa sababu tufaidi ukubwa, bali tuwatumikie. Na huo ndio wajibu wetu. Na ndio maana nimetoa pongezi kubwa sana kwa uongozi wa mkoa na wilaya zote zilizoko katika mkoa wa Pwani. Mmenifurahisha. Mmeanza vizuri. Mnaenda vizuri. Na ninaposema viongozi kuanzia mkuu wa mkoa mpaka chini, mmenifurahisha kwa kuanzisha viwanda. Sasa changamoto zingine mzifanye. Msiniombe barabara kilomita 1 ya Kibaha wakati ninajua kwenye halmashauri ya Kibaha kuna fedha za mfuko wa barabara zimeletwa. Ninafahamu kupitia mfuko wa barabara, na msimamizi wa mfuko wa barabara nimekuwa ni mimi kwa miaka karibu 20 nikiwa waziri wa ujenzi. Na halmashauri ya Kibaha imekuwa na matumizi mabaya ya mfuko wa fedha za barabara. Ninajua. Sasa mfike mahali viongozi wenzangu, ili nisianze kuuliza kwamba mmeletewa kiasi gani cha fedha za halmashauri katika mfuko wa barabara, zimetengeneza kilomita ngapi. Basi muanze kushughulika na kujitathmini. Ninasema haya kwa sababu haiwezekani serikali kuu itengeneze barabara za kitaifa, itengeneze barabara za mikoa, na itengeneze barabara za manispaa. Haiwezekani. Ni mara 10 kama basi hamna uwezo wa kutengeneza barabara za manispaa. Fedha zile mtamke hadharani kwamba sisi msituletee hela za road fund, muwe mnatengeneza huko moja kwa moja. Na bahati mbaya niwaambie wakurugenzi, na nasema wakurugenzi wote wa Tanzania, Wizara ya TAMISEMI niliamua kwa makusudi iwe chini ya rais. Ina waziri
lakini na mimi saa nyingine huwa najigeuza na kuwa waziri wa TAMISEMI, na ndiyo iko chini yangu. Niwaombe mjitahidi sana. Sijajua kwa sasa hivi halmashauri inafanyaje kazi, kwa sababu nazungumza kutokana na historia ya nyuma. Inawezekana wameshabadilika, nitafuatilia. Nimeambiwa mnajenga soko. Hamna soko? Soko lipo au halipo? Halipo soko. Nitakwenda kulitembelea kwa sababu niko hapa hapa. Nitapata muda wa kwenda kuangalia kwa sababu ripoti ipo. Na mimi nataka hebu liinue hilo bango linasemaje bana? Magondani, pokea kilio chetu, tumeporwa ardhi yetu na kadhalika na kadhalika. Nimelisoma, asante. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mkoa huu wa Pwani, awamu hii ya 3 ilizinduliwa rasmi tarehe 13 Machi 2017 katika kijiji cha Msufini, na utekelezaji wake unafanyika kwa awamu 2. Ninafahamu awamu ya kwanza itahusisha vijiji 204 kwa gharama ya shilingi bilioni 30.2 na unatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2019 katika mradi wa REA wa umeme. Lakini patakuwepo pia na mradi wa vijiji 127. Kwa hiyo nina uhakika hadi kufika mwaka 2020 vijiji vile 204 kujumlisha na vijiji 127 katika mkoa wa Pwani vitakuwa vyote vimepata umeme, na kuna bilioni 30.2 ambazo zitahusika. Lakini nafahamu kwa lengo pana zaidi la viwanda vinavyozinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi, umeme katika mkoa wa Pwani na hasa Kibaha na maeneo yake unahitajika wa kutosha, na mimi napenda niwaahidi ndugu zangu, hili tutalibeba ili tuende nalo mbele. Ninafahamu swala la umeme limekuwa na matatizo mengi, na hasa kwa sababu tumekuwa tukiingia na matapeli wengi katika biashara hii. Najua watanuna kwa hatua tunazozichukua. Inawezekana tutapata shida kidogo, lakini nataka niwahakikishie tutapita, kwa sababu lengo letu ni pana la kutokuibiwa katika masuala haya ya umeme. Lakini ndugu zangu, tumepanga kununua vitanda katika hospitali ambavyo tumepanga katika mwaka huu vitanda zaidi ya 3680 ambavyo vitagharimu zaidi ya bilioni 2.93, na tutanunua vitanda vingine 920 kwa ajili ya kujifungulia. Tutanunua magodoro zaidi ya 5000, lakini pia tumepanga kununua mashuka zaidi ya 10,000. Haya yote tumeyapanga kuanza kuyagawa katika hospitali zetu. Ninafahamu umuhimu wa hospitali ya hapa, na hasa katika kushughulikia majeruhi na kadhalika. Huyu mzee anasema Kibaha wanavyo sana vya kitanda, ni visivilete hapa. Nilimuelewa anacho nyumbani kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, lengo letu ni kuhakikisha haya yote tunayatimiza kwa manufaa ya taifa hili. Wananchi wa Kibaha, nimejitahidi kuzungumza mengi, lakini kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba ninawashukuru
Swala la maji, nafikiri kesho kuna mradi ambao nitakwenda kufungua pale Ruvu Juu ambao umefadhiliwa na serikali ya India, ambao maji yake yatahusisha katika jiji la Dar es Salaam, Kibaha na Bagamoyo. Lakini pamoja na mradi huo pia tupo kwenye maandalizi ya kuanza ujenzi wa bwawa la Kidunda ambalo litahifadhi maji ya mvua ili kukabiliana na tatizo la upungufu wa maji nyakati za ukame, hususan kwa wananchi wanaohudumiwa na mitambo ya Ruvu Juu pamoja na Ruvu Chini, ikiwemo hapa Kibaha. Ndugu zangu wananchi, tumepanga kufanya kazi na nimekuja katika mkoa huu wa Pwani kwa ajili ya kufanya kazi. Niwashukuru sana tena sana kwa makaribisho makubwa. Sipendi nizungumze sana mengi kwa sababu ninajua wapo wenzetu, ndugu zetu Waislamu wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kuandaa futari ya kufuturu.